Hii ni sehemu ya pili. Kuna comment moja niliona, huyu msikilizaji anasema haja enjoy sehemu ya kwanza kwa sababu story inaanza mpaka inaisha. Hajasikia kicheko cha baba askofu. Mungu anisaidie tu, hawa wasikilizaji wangu hawa paswa kichwa. Kwa hiyo wewe unatafuta tu kicheko cha baba askofu. Haya bwana, usijali. Sehemu ya kwanza msikilizaji, tumeona ya kwamba binti Halima ni kama sasa amejiingiza kwenye mdomo wa mamba baada ya shemeji mtu sasa ni kama kumuhitaji baada ya kufahamu mission yote aliyokuwa anafanya Halima na baba askofu. Umeelewa So lakini wakati huo tukawa tunaulizana, je, kwa nini baba askofu hajajibu message tena baada ya kuambiwa wakapime? Sasa hapa ndipo tunapoendelea msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumbasi. Halima alishtuka sana. Halima anasema sikutaka kujibu ule ujumbe, nikalala zangu kwa sasa nikitafakari mambo mengi sana. Asubuhi nilipoamka niliandalia vitu vya asubuhi kama kawaida, kisha nilimpigia simu askofu nikamuuliza kwamba mbona jana nilikutumia message ukanipotezea? Alicheka na kusema kwamba baby bwana. Nikamwambia baby nini? Mimi nataka tukapime bwana, mimi na wasiwasi. Akajibu okay, njoo haraka kabla saa 4 kwa sababu baadaye nitakuwa busy kuandaa neno la Jumapili badani. Basi nivuta pumzi na kusema kwamba Mungu wangu, kama ni kweli itanisaidia sana. Nilimuomba dada ruhusa niende nikafanye kile alichonishauri jana yake. Dada akaniambia kwamba wazo zuri sana, hakikisha unameza vidonge vya kuzuia mimba. Nikasema sawa dada. Nijiandaa nikaondoka nyumbani kwa haraka sana, kisha nikafika mpaka mjini. Nilipompigia simu askofu alikuja mara moja, akanichukua na kunipeleka huko ndani, yani ndani huko kwenye zahanati moja hivi ndogo sana. Basi nikamwambia kwamba kwa nini unanileta kote huko? Au ulishawaandaa watu wa kutolea majibu yako ya uongo? Yule baba alishikwa na hasira, akanyanyua mikono na kugonga usukani kwa nguvu. Akaniuliza kwamba Halima, hivi una tatizo gani? Kila siku nikuambie kitu kimoja tu kwamba uwezi kukishika kichwani ama? Nikashangaa, anamaanisha nini? Mbona kakasirika hivyo? Basi akanigeukia akiwa sasa amekasirika. Akaniambia kwamba ina maana huniamini hata kidogo. Basi kanibidi niwe mpole tu na nikaweka sura ya huruma, nikaona amepunguza hasira na kushusha sauti. Akasema kwamba okay, kuna sehemu siwezi kwenda na wewe. Kumbuka cheo changu mpenzi wangu, nakupenda sana. Nikasema okay, nisamehe nimekosea kukuambia hivyo. Alitabasamu. Tabasamu lake lilikuwa ni la kulazimisha. Akaendelea kuendesha, nikamuuliza kwamba umenisamehe mume wangu? Akasema nimekusamehe mpenzi wangu. Basi mimi naye nikafurahi, maana sikutaka niweke kikwazo kwake. Aliendesha gari, mimi nikawa sasa namtazama na kumchora. Kichwani nikawa najisemea huyu baba ndiye kanileta kwenye ulimwengu wa mapenzi, lakini kaniacha mbali sana kiumri. Tutafika popote kweli? Ila nikajitia moyo, nitamshawishi kimahaba mpaka aamue kunioa tu. Baadaye tulifika hospitali. Tulipofika tuliingia kwenye kachumba fulani hivi, ni kimejificha hivi. Alifika daktari wa kiume, akatuuliza maswali, kisha alichukua damu zetu na kuziweka kwenye kipimo cha maambukizi ya ukimwi. Alitaka kuviweka sehemu, ila askofu akamwambia kwamba usiondoke nazo. Huyu mwanamke aniamini, viacha hapa ili ajionee, athibitishe mwenyewe. Dokta alitikisa kichwa na kuondoka zake. Alituacha pale tunatazamana mimi na askofu. Akaniuliza kwamba jana dada yako atakuwa aligombeza sana, si ndio? Hapana. Alinishauri tu niepukane na mimba na magonjwa. Ndio maana nimekuja na wewe hapa ili niwe huru. Pia mimi nahitaji kumeza zile nini mnaita P2. Zitasaidia mimi kuepuka mimba. Sawa, usijali, mimi nitalipia vyote. Basi nijisikia amani sana na kujikuta sasa nampenda zaidi na zaidi. Mimi unajua sikuamini kama kweli hukuwahi kulala na mwanaume kabla. Hakika umeni surprise sana. Sikujua kizazi chenu kina watoto wanaojiheshimu namna hii. Mimi nilitamani tu nifanye baada ya ndoa, ila umenizidi nguvu. Unajua kwetu ni watu wa dini sana. Babangu ni akijua tu nimeisha. Hakika alikulea vyema sana mchumba. Kwa hiyo wewe usije tu ni changanya sana nikasaliti dini yangu bwana. Nilizidi kucheka kwa nguvu mno, naye akicheka. Paka pale daktari alipoingia akatupatia majibu na kutushauri tuwe makini, maana
wote tulikuwa wazima. Nilivuta pumzi na kusema ya kwamba nimefurahi sana, nilikuwa na wasiwasi. Ondoa shaka bwana, au unaniona mimi sijatulia? Basi mimi sikujibu, nilimtazama tu. Baadaye alinunulia dawa ya kuzuia kama kuna ujauzito umeingia. Basi tukaondoka mpaka mjini. Tulipofika mjini akanambia kwamba kwa zawadi yako ulionipa ya bikra, ninataka nikununulie iPhone. Nilishtuka nikasema kweli? Akajibu yes. Alinichukua mpaka kwenye duka la simu. Hapo tulipofika bwana alijifanya hajafuatana na mimi. Yeye akakaa kule anaongea na muuzaji. Mimi nikawa nachagua. Sasa iPhone nzuri sijui ese. Nikamtumia message nikamwambia bwana mimi sijui simu nzuri, naomba unisaidie kuchagua. Akaongea na kijana msaidizi pale akaja tukasaidiana. Alikuwa wa kiume. Sasa alivyokuwa anaongea na mimi na kunifurahisha, nikawa nacheka. Naona askofu ananiangalia sana kwa wivu. Nikajisemea moyoni nisije kumkwaza mbaba wangu. Ghafla nikasikia sauti ya kike ikiita kwamba baba askofu. Nilipotazama hivi ni mwanadada ambaye alikuwa amevaa mavazi ya kidini. Maarufu kama masista Sasa baba askofu naye akasema kwamba sister Silvia. Akamsogelea wakasalimiana, lakini yule sister aliponiona ninavyowashangaa naye akanishangaa. Ila kwa kuwa sasa walikuwa mbali nikawa sisikii maongezi yao, kwani walikuwa wanaongea kwa sauti hafifu kidogo. Nilijua ananiongelea mimi baada ya kuona yule sister akininyoshia vidole. Basi nikasogea sehemu iliyojificha na kuachungulia bwana. Baada ya muda mfupi nilimaliza kuchagua rangi ambayo niliipenda, huku yule kijana muuzaji akinithibitishia kuwa ni simu original. Nikamwamini. Tukaenda sehemu ya kufanya malipo. Nikasimama nikawa sasa namwangalia sana Samon. Akanikonyeza kidogo kumaanisha tulia, huyu sister aondoke alafu na mimi nitakuja. Basi mimi nikatulia tu nikisubiri. Baada ya dakika chache yule sister aliondoka. Kisha Samon alilipia simu na pesa alitoa nyingi tu mpaka nikamwonea huruma. Tukatoka nikimwambia kwamba jamani ninakupatia hasara sana. Unastahili zaidi ya hivi bwana. Wewe wala hata usijali. Nilimwangalia tu tukiwa kwenye gari. Akaanza kuliondoa taratibu akaniuliza kwamba tunaenda nyumbani au? Hapana, haiwezekani. Nitachelewa tena nyumbani. Haitaleta picha nzuri kwangu mimi na dadangu pamoja na shemeji. Sawa, basi hamna shida. Utapanda basi nini mnaita nini? Bodaboda ili uwai. Sawa. Alichukua pesa akanipatia. Akaniambia ni nauli. Niwahi nyumbani haraka kisha tutawasiliana. Kweli mida ya saa 8 mchana nilikuwa nimefika nyumbani. Nilipofika tu hivi niliweka simu ile chaji kama nilivyoelekezwa pale dukani. Dada Ray akashtuka na kuniuliza kwamba wewe umenunuliwa simu? Basi akana nisogelea, akashtuka akasema iPhone. Alisema kusasa akishika. Mimi sasa nikana tabasamu. Dada akaniambia kwamba huyu hawezi kuwa mtu wa kawaida ese. Una bahati sana mdogo wangu. Aise, nimuone, kwanza mfanya tu mpango nimuone shemeji yangu. Nikupatie maua yako. Ila kama ni uzuri unachangia mdogo wangu. Ila ongera. Dada aliongea sentensi ambazo kiukweli mwenyewe hata sikumuelewa. Na mimi sikusema kitu, nilibaki tu nikicheka tu. Dada Rea akaniuliza kwamba vipi imekuaje, yani mlienda kupima? Nikamwambia ndio tulienda. Dada akasema ilikuaje? Nikasema wote ni wazima, hata hivyo nimemeza pia zile dawa ulizoniambia jana za ujauzito. Dada akasema safi sana. Alafu sasa msichana lazima ujiheshimu. Umesikia mdogo wangu sio kila mtu lale naye. Huyo mmoja pekee anakutosha. Tena mwambie kabisa ninahitaji kumuona, nimjue shemeji yangu. Umesikia? Basi nitabasamu kwa aibu na kusema ya kwamba muda ukifika utamjua tu dada, usiwe na haraka hivyo. Dada alitabasamu. Kisha nilimwacha na kwenda kuanza kuandaa mazingira ya chakula cha mchana ambacho pia kingekuwa cha usiku kwani muda ulikuwa umeenda sana. Usiku ulipofika saa 4 hivi, saa 4. Nilikuwa nimejilaza bwana. Time hiyo ya saa 4. Nilikuwa naongea na simu na rafiki yangu Mariam. Tulikuwa tunapiga umbea wa kijini kwetu. Lakini hakuacha kugusia kuhusu huyo mwanaume maana alijua nimeondoka kumfuata. Sasa nikamwambia kwamba shosti yangu nimekolea shoga yangu na tunza vizuri. Yaani kwenye simu kumejaa pesa tele, najiwekea akiba tu. Nataka nikirudi nifungue sehemu yangu ya kushona. Mariamu akasema, jamani, unitumiage basi hata ya vocha. Basi mimi nikacheka nikasema kwamba nitakutumia usijali kipenzi, na kubwa kuliko kaninunulia iPhone.
Mariamu akashangaa akasema, "Hey, iPhone? Acha basi Halima, kweli?" Basi wakati tunazidi kuongea, mara nikaona kuna mtu ananipigia simu na namba mpya. Nikamwambia Mariamu ya kwamba subiri, ngoja niongee naye alafu nitakurudia. Mariamu alikata simu na mimi sasa nikapokea ile namba ambayo ilikuwa inanipigia. Nikasema ya kwamba halo, nikasikia sauti nasema kwamba halo, jambo. Hiyo ilikuwa ni sauti ya mwanamke aliyeonekana kunizidi umri. Nikamjibu kwamba si jambo. Akaniuliza kwamba unamfahamu Askofu Simon Mwavechu? Nikashtuka nikauliza, askofu nani? Msikilizaji, hapo nilikuwa najua kabisa anamuongelea Simon wangu. Sasa huyo wa kwenye simu akasema kwamba Simon Mwavechu. Nikasema kwani kuna nini? Akaniambia kwamba sikiliza mdogo wangu, usipende kuingia kwenye mapenzi kichwa tu, umesikia? Nikamuuliza mbona sikuelewi? Akasema wewe, nimekuta meseji zako kwenye simu ya Simon. Ni mwanaume wangu na ninampenda sana, tumetoka mbali. Sihitaji ni kuona unaingilia penzi langu, umesikia? Hivyo nimeamua kukupigia simu ni kuonye kwamba siku nikikuta mnawasiliana nitakufanyia kitu kibaya sana. Nilishtuka nikasema tena? Akasema nimeona baadhi ya pesa amekuwa akikutumia na vizawadi nini. Nilikuwa nataka tu kukujua lakini nimeshakujua leo. Hivyo nimekupa tu onyo mapema tu, usiendelee na mume wangu. Kwani nikikukuta naye tu nitakuua wewe halafu yeye abaki. Hivyo kwa kujiheshimu tu achana naye. Tena nimekuona wewe ni mdogo sana. Hivyo una muda mwingi sana wa kupambania maisha yako kuliko kuanza kupambania mapenzi, sawa? Nilibaki nimeshangaza tu msikilizaji na ninachokisikia. Askofu aliniambia kwamba haruhusiwi kuoa. Sasa huyo aliyekuwa anasema ni mke wake ndiye nani tena? Mimi nikaa nimekaa kimya tu. Yule mwanamke akakata simu. Niliketi kitandani na kuwaza, ina maana Simon ana mke? Niliendelea kujiuliza. Hapo sasa nilikuwa nimeketi kitandani. Ikaingia message kutoka kwa Mariam ikisema kwamba nitumie basi hata shoga yangu, hata basi nijiunge hata bando jamani, niingie TikTok. Nikasema ngoja nimtumie kwanza. Basi nikamtumia 5000 alafu nikampigia Mwavechu, nikakuta namba yake iko busy. Nikatulia, nikapiga tena iko busy, nikapiga tena iko busy. Nikasema ngoja nitulie. Nilitulia kwa dakika kama 10 hivi. Nikimpigia bado alikuwa busy. Nikamtumia message nikamwambia kwamba ukimaliza kuongea ninaomba unipigie. Roho ilikuwa inauma sana muda huo. Nilisubiri anipigie lakini hakunipigia. Nikaanza kuumizwa na mapenzi. Ndio kwanza penzi la kwanza hilo. Niliendelea kukaa mpaka usingizi uliponichukua bwana. Asubuhi kulipokucha, yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kumpigia. Bado alikuwa anatumika. Nikaumia roho sana, nikawa sina raha. Nikaa nafanya kazi lakini kwa huzuni. Asa dada akaniuliza kwamba mdogo wangu, leo mbona hauna furaha, kuna nini? Msikilizaji, japo mwanzoni nilikataa kwamba hamna tatizo lolote, lakini baadaye ilinibidi tu kumwambia ukweli dada. Na dada aliniambia kwamba ndo wanaume walivyo hivyo, ila kuwa tu mpole mdogo wangu, utaelewa kila kitu. Kwani huyo mwanaume anafanya kazi gani? Maana kama ni hawa bodaboda basi ujue tu sio wa kwako, ni mali ya umma. Nikamwambia kwamba ni mtu wa ibada sana dada, tulikutana kwenye issue tu za dini huko mtandaoni. Dada akaniambia, sasa kwa nini hutaki kunionyesha picha zake? Baada ya dada kusema vile nilipata hofu. Nilijua nikimwambia sio Muislamu dada angeweza kuja juu. Sasa tukiwa tunaongea pale, mara simu ikaita. Nani anapiga? Askofu. Namba nilisave Sam. Sasa dada akaiona. Dada akasema kwamba vipi, ndo huyo anapiga? Basi mimi nikacheka tu bila hata kumjibu. Alafu nikapokea sasa nikiinuka na kuelekea chumbani kwangu. Askofu Sam akasema kwamba hey baby, hello. Na mimi kwa huzuni sana nikasema hello. Nisema kwa huzuni maana nilijua tu kwamba ni mnafiki, ana mwanamke wake. Nisamehe mke wangu, na najua kuna kitu kimetokea kibaya ambacho sikutamani wewe kikukute ili penzi letu lizidi kunoga. Yaani wewe kule kunifanyia hivi? Nilikupenda kwa moyo wangu wote. Nimeondoka hadi kwetu, nikakuvulia nguo wewe, ukanitoa usichana wangu. Asivu umeshapata ulichokitaka ndio unampa mwanamke wako simu kweli ili anitishie mimi kweli? Jamani, si ungesema tu kwamba umeoa kuliko kunidanganya? Kwa nini lakini? Halima kipenzi, mimi siwezi kukudanganya. Kama sijawahi kukudanganya. Unajua sisi haturuhusiwi kuoa. Hamruhusiwi kuoa. Sasa ikawaje mwanamke wako aseme wewe ni mume wake? Tena umeniblock usiku kucha, mimi nilikuwa nakupigia lakini simu muda wote inatumika. Kwa hiyo siku wote mlikuwa naye, si ndio? Mimi naomba tu niache, mimi sitaki stress. Unajua huyu
ni kiongozi pia kanisani kwetu. Yeye ni sister. Yule aliyetukuta pale dukani. Sasa alipokuona tu alihisi tuna mahusiano. Ni kwamba amekuwa akinipenda muda mrefu, lakini sasa kiimani sitaweza kufanya kitu kama hicho. Amekuwa akinishobokea, sijui katumwa na nani sielewi. Saa nyingine nilishatamani hata ni mchochee tu avuliwe cheo cha usista ili asidhalilishe dini yetu. Ndio yule ambaye alikuja pale? Ndio yule. Alivyojibu hivyo nikatulia tu nikijiuliza labda anatafuta tu namna ya kunidanganya. Kumbe ndo maana unanificha kama bangi. Sasa ile pale alipokuja ukutaka ajue kama tumefuatana wote. Kumbe ni kwa sababu ni mwanamke wako. Oh, come on baby, sio hivyo. Nilikuwa nimekaa mbali na wewe kwa sababu ya cheo tu. Mr. Kibwana, wewe naomba tu niache. Mr. Stress kabisa. Askofu hakuongea chochote. Unajua kilichofuatia ni nini? Alikata tu simu. Nikaitupa simu kitandani, nikainuka niende sebleni. Ile nimefungua mlango hivi namuona dada akiwa sasa anakimbia. Kumbe alikuwa bwana mlangoni kwangu akisikiliza naongea nini na mwanaume wangu. Nilienda mpaka sebleni nikamkuta amekaa anajifanya eti yuko busy na TV. Nikamwangalia tu. Naye akaniangalia kisha katabasamu na kuniuliza kwamba vipi shemeji anasemaje? Anajitetea tu. Kwani shida nini? Ni dini gani huyo mwanaume yani? Dada aliuliza hivyo. Mimi sikuwa na cha kumficha, ilibidi sasa nimwambie ukweli kisha nikaketi kwenye sofa. Ni Kristo na ni mtu mzima sana. Wewe, mtu mzima tena? Nikatikisa kichwa kuitikia. Ana miaka mingapi? Msikilizaji, ikanibidi nipunguze umri wa Samon ili asinicheke sana. Miaka 36. Unajua nipoona vitu anakunulia nilijua tu ni mtu mzima. Japo miaka 36 sio mingi sana. Karibia alingane na Baba Nuru. Basi mimi nikatulia kimya, akanambia kwamba kwa hiyo vipi mtaoana kwa dini hiyo? Sijui ila mimi nampenda. Sawa, kama anakutunza vizuri jishikilia hapo. Ukiona haeleweki unamwacha tu. Cha muhimu ukumbuke tu kuepuka mimba na magonjwa, maana ukishakuwa na mtoto ujue sio rahisi kupendwa. Wanaume wanabagua sana wasichana waliozaa, japo wao ndo wanawazalisha. Baada ya dada kusema hivyo nilitulia nikiwa nawaza. Nilikuwa nawaza mambo mengi sana. Nikaona ni muda wa usafi huko nje na kusaidiana kazi hapa na pale. Sasa dada Ray hakuonekana mtu mkali sana. Alionekana tu ni mtu fulani hivi aliyetamani mimi nifurahie maisha. Ila hakutaka nimdhalilishe nikiwa kwake. Cha ajabu zaidi mume wake naye alikuwa ananitaka, japo alikuwa hajatilia mkazo sana, lakini alionekana kunitamani. Mimi sikutaka kuharibu kwa kutembea na shemeji. Basi bwana, baada ya wiki moja nakumbuka siku nilikuwa nimeamka tumbo likinisumbua sana. Nilikuwa nahangaika huko na kule kama kawaida yangu. Ndipo nikakumbuka ushauri kwamba niliambiwa niwe najikanda kwa maji ya moto tumboni. Basi nikaenda kuandaa maji ya moto kupitia jagi la kuchemshia maji kwenye umeme. Sasa baada ya muda nikatia kwenye chupa, halafu nikaanza kukanda mwili wangu kwa dakika kadhaa. Nilijisikia kidogo nafuu. Nikiwa nimejilaza kitandani na tafakari mambo yangu, nilipokea ujumbe kutoka kwa Askofu Samon. Aliandika ya kwamba kwa hiyo ndio umeamua kuniacha kabisa Halima? Mimi mwenyewe nimekumisi sana. Asa kwa kuwa nilikuwa nimepumzika tu. Unajua mdao ambao nilikuwa nimepumzika kidogo, maumivu ya tumbo alikuwa yamepungua. So mimi nikamjibu ya kwamba ndiyo, mimi sitaki kuumiza moyo wangu. Samon akasema ya kwamba unakumbuka yule mwanamke alikutafuta kwa namba inayoishia ngapi? Nikamwambia ndio nakumbuka, inaishia 20. Samon akanambia kwamba okay, ninakuja hapo kwenu nikuonyeshe chati zake za muda mrefu. Amekuwa akinisumbua kunitaka, ila nikawa tu mimi namkataa. Unajua mimi nakupenda wewe Halima tu pekee. Kwa nakuomba sana. Nilimwambia kwamba usije kwetu, kwanza mimi ninaumwa zangu tumbo hapa. Akasema ya kwamba vipi, la period au tumbo gani? Nikasema ndio la period, mimi sitaweza kuonana na mtu yote kwa sasa. Samon akasema okay, basi nikutumie screenshot uone namna alivyokuwa ananichatisha ili uamini kwamba mimi simpendi. Baada ya kusema hivyo nikamwambia kwamba hapana, screenshot hazitoshi kuniaminisha kwamba eti hauko naye. Wewe unaweza tu kutengeneza screenshot hizo, unaweza kutengeneza tu.
Tena siku hizi nimesikia siji kuna kitu siji kinaitwa AI nini, siji AI ndio mnatumia kututapelia sisi tulioamua kujiheshimu zetu. Alibaki akiwa ametulia tu. Nikamwambia kwamba tena najuta sana, najuta mno kwa kulala na mtu ambaye hata sijamchunguza vizuri, ila kosa tu ni kujaribu pombe siku ile. Akaniambia kwamba nisamee, ila ninakuhitaji, nitakupa zawadi. Nikamwambia kwamba zawadi zako hivi nadhani ndio zitanifanya mimi nisahau yote ulionifanyia? Mimi nimeamua nikae tu peke yangu, mimi sihitaji stress. Basi askofu hakunijibu, alikaa zake kimya, akiniacha nikawa sasa nimepumzika huko bado nikihisi maumivu kwa mbali. Sasa baada ya muda dada yangu alikuja, akaniambia kwamba Halima, unaweza kunisaidia kwenda mpaka pale stendi ukanichukulie mzigo wangu natoka mjini? Baada ya dada kusema hivyo, nikamwambia kwamba nimeshajisikia nafuu, so ninaweza kwenda kukusaidia kuchukua mzigo. Basi dada alinipatia hela ya pikipiki. Nikashuka kitandani na kuvaa nguo nzuri tu inayofaa kutoka. Nilifunika kichwa changu alafu nikamwaga kwamba mimi naondoka. Basi nilipanda pikipiki kuelekea stendi nikachukue kila alichoniagiza. Hata hivyo nilipofika stendi nilisubiri kwa sababu gari iliyokuwa na mzigo wake bado haukufika. Yaani bado gari ilikuwa haijafika pale. So nilisubiri kwa kipindi kirefu kama dakika 40 hivi. Hapo tumbo tena likaanza kuniuma. Nijisikia vibaya. Nikawa nahisi sasa ni kizunguzungu, yani kama vile kama nataka kutapika vile. Ndipo nikaanza kuhangaika sana nitafute sehemu ambayo ningepata hata choo niingie, kwamba hata maybe ningeweza kufanyaje kujisaidia. Sasa nikiwa nahangaika pale, kuna bodaboda alinipita kwa kasi. Ila yule mwendeshaji alikuwa ananitazama kama ilivyo kawaida wanaume kugeukia mabinti. Nilimuona, ila sasa nilikuwa kwenye hali mbaya. Nikainama sasa natamani kulia kama mtoto vile. Ghafla nikasikia akisema kwamba pole sana mdogo wangu, umekumbwa na nini? Nikainua macho nikakuta ni ule kijana, alionekana sio mkubwa sana kwangu. Nikamwambia kwamba asante sana. Nimwambia hivi huku sasa muda huo nikiwa nimechuchumaa na kushika ardhi kwa mkono mmoja na mwingine nikiwa nimeweka tumboni. Yule kijana alinihurumia, akaniambia kwamba najua unayoyapitia, hata dada yangu huwa anapitia haya pia. Basi alishuka kwenye pikipiki akaniambia kwamba najua ni kosa kukushika, lakini ni katika kutoa msaada tu, kwa hiyo naomba nikupeleke ukaketi pale. Basi kwa kuwa nilikuwa na maumivu ilinibidi nikubali. Akanishika na kunipeleka mpaka kwenye benchi lililokuwa pembeni, lilikuwa ni chafu tu. Niliketi pale, nikawa nimeinamisha kichwa chini na tazama udongo huku sasa nalalamika. Yule kijana akasema kwamba nakuja sasa hivi, vumilia sawa? Nikamwambia sawa. Sasa aliondoka na pikipiki na baada ya dakika kama 3 hivi alirudi na maji pamoja na dawa. Akanambia kwamba inabidi umeze hizi, zitakusaidia ili ziweze kuondoa hali ambayo unapitia, ila usizoe sana, ni mbaya sana, okay? Nikamuuliza ni dawa ya nini? Akasema ni za maumivu. Basi mimi nilishukuru na kuzipokea. Sasa nikazitazama. Kwanza mimi nilikuwa sizifahamu hizo dawa. Nikazimeza bwana. Naye akawa sasa ameketi kando yangu sasa ananitazama. Nilipokaa kama dakika 3 tu hivi, nikasikia maumivu yanaanza kupotea. Akanambia vipi, unajisikiaje? Nikamwambia najisikia vizuri, hii dawa mbona iko fast hivi? Basi alitabasamu, lakini muda huo alikuwa anatoa simu mfukoni. Simu yake naona ilikuwa ikiita. Akapokea. Akasema kwamba halo boss, nakuja sasa hivi, kuna mali kidogo hapa nimepitia. Alafu alikata simu na kuniambia kwamba ninaenda mpaka Mwanga muda huu, ila sitaki nikuache hapa peke yako, au kuna mtu unamsubiria? Baada ya kuniambia hivyo nikamjibu kwamba hapana, ninasubiri tu mzigo kutoka mjini, ni wa dada, lakini gari Kabla sijamaliza sentensi nilisikia simu yangu inaita. Nikaitazama, ni dada ndo alikuwa anapiga. Basi nipokea. Dada akaniuliza kwamba wewe uko wapi? Mbona gari ilishafika unasema haupo? Basi niliamka nikamjibu kwamba niko pembeni kidogo, tumbo liko linanisumbua dada. Dada akasema sawa, chukua basi uwahi nyumbani usije ukadondoka huko. Nikasema sawa. Kisha nikamgeukia yule kijana nikasema kwamba asante sana, nimejisikia nimepona, yaani najihisi mwepesi sana. Yule kijana akasema usijali, naweza kukupeleka nyumbani? Nikaambia kwani kwa pale Usangi Girls ni shingapi? Akasema kwamba tunipatie 1000 tu. Nikasema sawa, basi ngoja nikachukue mzigo twende. Basi nilienda kuchukua mzigo,
ila kila nilipogeuka yule kijana alikuwa ananitazama kwa tabasamu. Sijui alikuwa amefurahishwa na nini kwangu. Nilipofika pale kwenye lile gari, alinitazama dereva na kuuliza kwamba wewe ndiye Rehema? Nikamwambia nimetumwa na dada nichukue mzigo wake. Basi yule dereva akanifokea akasema, sasa unaitwa nani? Nikamjibu Rehema. Akaniuliza, sasa mbona wewe unachelewa hivyo? Mimi nitaka kuondoka bwana. Nikamwambia samahani, nilikuwa pale sikujua kama umeshafika. Basi yule dereva alinitazama sana, lakini baada ya sekunde kadhaa alimpatia hicho kimzigo, na ni kifurushi tu, yani kilikuwa ndani ya boksi kimefungwa vizuri. Nikamshukuru na kuanza kupiga hatua kuelekea bodaboda zilipokuwa. Lakini ghafla pikipiki ilitua mbele yangu. Nikatazama ni yule kijana aliyenisaidia dawa. Sasa alivyonifikia akanambia kwamba naweza nikakupeleka nyumbani au tayari una mtu wa kukupeleka. Alivyosema hivyo nikamwambia kwamba sina mtu wa kunipeleka bado, ndo nataka kuchukua pikipiki. Akasema okay, nakupeleka mimi. Basi nijikuta na tabasamu. Alionekana ni mwenye ukarimu wa hali ya juu kijana, na mimi nilifurahia ukarimu wake kwangu, na sikujua kwa nini alikuwa ananiganda hivi. Nilihisi anataka tu abiria anipeleke, kwani nilijua ni bodaboda pale. Basi nilipanda pikipiki yake na kumwambia kwamba nipeleke kule shule ya Usangi. Akasema okay, nakupeleka na sitakimbiza sana maana si unajua tumbo linakusumbua. Nikamjibu ila usiende polepole sana, tumbo limeshapona, ila dawa yako inaonekana ni nzuri sana. Akasema kwamba naijua ni kiboko sana. Alisema hivyo huku sasa akianza kuiondoa pikipiki kwa mwendo wa taratibu. Nikamuuliza kwamba kwani ile dawa wewe ulijulia wapi au ni ya wifi? Yule kijana akasema pengine ni wifi yako wa baadaye, maana ni dada yangu alikuwa akiniagiza mara kwa mara dukani, na pindi tu alikuwa akimeza alikuwa anapona na kuendelea na kazi kwa haraka mno. Basi mimi niliguna tu huku safari ikiendelea. Hapo mdau sasa nimekumbatia box la dada. Huku sasa nasikia simu yangu ikiita, lakini sasa mimi sikuweza kupokea kwa sababu mikono yote ilikuwa imekumbatia boksi. Hata hivyo sikuweza kuitazama simu ni nani anapiga. Ila kichwani nilikuwa nahisi ni dada ananiuliza kama nimepokea mzigo wake tayari. Safari iliendelea mpaka tukafika pale nje ya geti. Nikashuka na kuanza kusakura nyuma ya kava la simu nitoe pesa. Sasa nikamuuliza kwamba shingapi. Yule kijana akajibu kwa ukarimu tu akasema kwamba ya nini, mimi nimejisikia kukusaidia tu, kwani si unajua hivi ndivyo ninavyopata baraka. Nikasema kwamba jamani kweli, basi chukua mafuta. Msikilizaji, nilimng'ang'anizia lakini alikataa kupokea ile pesa. Alikataa kabisa. Nikamwambia kwamba basi ninashukuru sana kakangu, una moyo wa ajabu. Haitikisa kichwa. Kisha akaniuliza kwamba unaitwa nani mrembo? Nikamjibu naitwa Halima. Akasema kwamba okay, mimi naitwa Salum, nimefurahi kukujua. Nikasema asante. Nilisema hivyo huku sasa nikilibeba boksi na kumtazama kwa mara ya mwisho. So ni Salum. Salum ambaye alionekana kuna kitu anataka kuniambia lakini alikuwa anaogopa. Nilipiga hatua kadhaa, akaniita. Nikageuka na kumtazama, alikuwa ananitazama. Nikajua anataka kuniomba namba, lakini ni kama alikuwa anaogopa. Nikajikuta na tabasamu na kumuuliza kwamba umeniita, mbona usemi kitu? Akanambia kwamba nilitaka tu kujua kama jina ni la kweli, nilikuwa nahisi umendanganya. Nikamuuliza kwamba sasa kwa nini kudanganye? Ndipo akafunguka akasema kwamba vipi, unaweza kunipatia namba yako? Nikamwambia usijali, andika. Basi akatoa simu mfukoni na kuanza kuandika namba. Alikuwa anaonekana kutetemeka kiasi, lakini pengine alikuwa sio mwepesi sana wa kuongea na wanawake. Nilimtajia namba kisha nikamuaga na kuingia ndani ya geti. Huku sasa nikisikia mlio wa pikipiki akiondoka zake. Nilipofika ndani, nilimpatia dada mzigo wake. Akaukagua sasa tukipiga story. Nikana muelekeza namna nilivyopata tabu ya tumbo na alivyotokea kijana Msamaria akawa amenisaidia mimi kupata dawa iliyoniponyesha ndani ya muda mfupi. Dada alishangaa sana, akaniambia kwamba huyo kijana anaonekana amekutamani tu. Nikasema na ni kweli dada, ila ni muoga, hata namba penyewe anaomba kwa kutetemeka. Basi wote tulicheka. Mimi nikachukua simu niangalie nani aliyekuwa ananipigia simu muda ambao nilikuwa kwenye pikipiki.
Kumbe alikuwa ni Askofu Simon. Nilishtuka na kusoma alikuwa ametumia ujumbe. Nikasoma ule ujumbe, alikuwa ameandika kwamba kumbe nikikuomba mimi tuonane unasema huwezi kutoka maana tumbo linakuuma. Ila ukisimama na vijana wa bodaboda mtaani tumbo aliumi, si ndio? Nikajisemea, huyu naye kanionea wapi? Basi nikamuuliza kwamba jamani, kwa nini unasema hivyo? Akanambia kwamba nimefika mpaka hapo mtaani kwako na kupigia simu upokee, naona tu ukigawa namba mtaani. Yaani nyinyi wasichana wa miaka hii, hapana ese. Kanibidi nishangae, nikasema kumbe uliona. Sijampa namba bwana, alikuwa tu ametumwa na dada anipeleke nichukue mzigo. Basi baada ya kusema hivyo, askofu akakasirika, akasema kwamba hivi unaona mimi ni mjinga sana kwamba sina uzoefu wa mtu anayeomba namba, si ndio? Nikamuuliza kwamba kwani ulikuwa wapi? Akasema ulivoshushwa na pikipiki getini, mimi nilipaki kando kidogo, gari nyeupe. Basi mimi nikaguna na kujisemea moyoni kwamba ni gari ipi, maana kikweli nilikuwa sijaona gari mazingira yale. Basi nikaambia kwamba sasa yule mimi nimemtajia namba tu ya uongo, hawezi kunipata, mimi sihitaji tena kuumiza moyo wangu. Basi Simon akasema kwamba kwani mimi nimekuumiza moyo wako? Nikamjibu kwani hujui? Akasema mimi nimekuja kukuonyesha uthibitisho kwamba yule sio mwanamke wangu, lakini nilipokuona pale nimekuwa disappointed, nimeondoka, nimejisikia vibaya maana Halima nakupenda sana na wewe mwenyewe unalijua hili. Basi alivyosema hivyo mimi sikujibu kitu. Nilijua kweli ananipenda. Niliingia chumbani nikajilaza, akanitumia ujumbe mwingine. Akasema ya kwamba kama umeona mimi ni mzee sana, sawa, endelea na vijana wenzako. Basi nilisonya tu nikijisemea moyoni kwamba aniache bwana huko. Kwanza ngoja nitafute mtu wa dini yangu jamani. Basi baada ya siku 9, yule kijana Salum aliyeniomba namba ya simu siku ile hakuwahi kunitafuta na sikuwahi kumuona. Na nijiuliza maswali mengi nikidhani labda alikuwa amekosea kuiandika au mimi ndiye niliyekosea kufanyaje kumtajia. Lakini sikujali sana. Hapo nilikuwa nimekaa tu sebleni nikiwa sana nawaza mambo mengi msikilizaji. Ndipo Darei akanambia kwamba siku hizi sioni ukiongea sana na simu au umeachana na shemeji nini? Nikaguna na kusema kwamba hapana, kuna mambo tu tulikofishana kidogo, lakini tunachat japo sio kama mwanzo. Basi hapo nilikuwa nadanganya. Nilikuwa sijawasiliana na askofu takriban siku 8 hivi. Licha ya kwamba yeye alikuwa akinitumia message, nilikuwa nazikaushia. Sasa siku 4 zilikuwa zimepita, hajanitumia hata ujumbe wake. Nikajua baba wa watu ameshanisahau kabisa. Halafu mbaya zaidi nilikuwa nimeshamzoea na nilikuwa nimemmisi sana. Nikawa najisemea moyoni au nimtafute. Nilikuwa natamani kumtafuta, ila sasa nilikuwa natamani sana anitafute yeye ndio tuendelee. Maana unajua kwanza akijua kwamba au mimi labda nikifahamu kwa mimi labda nikiwa wa kwanza basi ataniona nampenda sana, so mimi nikaa kimya. Na hapa nadhani msikilizaji ndio inapokuwa gepo watu wanapokuja kuachana. Kiburi, kila mtu anasubiri mwenzie amtafute, mwisho wa siku penzi linakufa. So kila message ikiingia natamani iwe ya kwake. Nikienda kuangalia ni za mtandao wa simu na za shemeji Baba Nuru au za Mariam, basi nilikuwa nakasirika hatari. Mwishowe kabisa uvumilivu kanishinda. Nikaingia WhatsApp nikaandika message. Wakati naandika ujumbe nimtumie, mara ikaingia message. Kufungua ni yeye. Kaandika hello, nisikia moyo umenipiga pa. Mwana wangu wa kwanza kwenye maisha yangu jamani, ambaye alikuwa akinijali, ila ugomvi tu kidogo ndio umetutenganisha. Nilisikia raha sana kuona amenitafuta. Ila sasa nikaitupa simu pembeni kwanza. Nikasema kwamba nikimjibu sasa hivi basi atajua nimemisi. Sasa niliendelea kazi zangu. Nikasema baada ya nusu saa nitamjibu tena kwa kifupi ili aone kama sijamisi sana. Kumbe moyoni nimemisi ile mbaya, ile kinoma. So nilifanya kazi kidogo tu za nyumbani. Na baada ya kuzimaliza nirejea. Ilikuwa imepita kama dakika 45 hivi. Nikakuta amenitumia ujumbe mwingine. Simon mbaba wangu, ikisema kwamba Halima, nimejaribu kukaa kimya ila sasa nimeshindwa kwa sababu nimekumisi sana. Naomba unipe hata dakika moja tu nisikie sauti yako nzuri yenye lafudhi pendwa ya Kichaga. Basi aliandika hivyo. Mimi niliangua kicheko cha furaha sana. Nikamtumia ujumbe nikasema kwamba shikamoo kaka. Akasema kwamba wao maraba mtoto mdogo. Nikaambia kwamba mtoto wakati ushawahi kunani. Basi alicheka akasema kwamba mimi umeniita kaka wakati unaijua bwana. Kaka gani anakula mdogo wake?
Basi na mimi nilisha kutabasamu, tukajikuta tumerudiana. Alafu sasa siku ile nilikuwa ni yani mwanangu, yani ni moto ulikuwa upo juu vibaya no. Yani kama angekuwa karibu basi kitu kingepikwa yani. Nilipochati naye kwa dakika kadhaa, nilianza kujisikia yani kama kuonana naye. Alikuwa ananichatisha mambo ya mahaba na kunikumbusha vitu vingi. Si unajua tena? Mara siji mara siji ulimi upo hivi, mara ni mambo mengi tu. Sasa nikaanza kuvuta picha za ajabu. Nikaambia kwamba mimi mwenyewe nilikumisi sana na natamani nikuone. Akaniambia basi tafuta hata muda uje nyumbani mpenzi wangu. Nikaambia kwamba kwa ajili yako nitakuja, basi ngoja nitafuta hata cha kumdanganya dada aniruhusu, alafu mimi nitakupatia taarifa. Akasema sawa, nakupenda sana Halima wangu. Nikaambia nakupenda pia mume wangu. Basi siku ile nililala kwa raha, mwili ukiwa unataka kumbato na ubongo uliwaza kuhusu Samund. Asubuhi kesho yake nilipoamka nilikuwa ni mlegevu. Akili haipo pale. Nilikuwa nafanya kazi kwa uvivu. Mara nikasikia dada amecheka kinafiki tu na kuniambia kwamba leo shosti huko na kuona huko vibaya sana. Yaani ninavyokuona tu unaonekana umemisi ile mbaya. Hebu kemea hilo pepo bana, maana leo upo kwenye siku za hatari. Dada aliniambia hivyo. Sabara dada kusema hivyo, mimi niliishia tu yani kucheka kwa aibu. Ni kama vile alielewa nawaza nini, na kweli zilikuwa zimetimia zile siku danger, zile siku 10 tu tangu nilipoingia period. Hivyo ilikuwa ni siku hatari. Kama ningeenda hata niguso kidogo tu, hiyo ilikuwa ni danger, ningenasa mimba. Sasa nikajisemea moyoni kwamba hapa siwezi kufanya hilo jambo kabisa mpaka siku za hatari zifanyaje? Zipite. Bwana saa 10 jioni. Samuni kama alijua tu yani kwamba hali ilivyo mbaya. Akaniambia kwamba niko njiani nakuja huko Sangi, naomba nikuone tu. Nikaambia sawa njoo, lakini hatutafanya chochote. Akanijibu kwa utulivu tu akasema kwamba ina maana hata kukuchum. Nikaambia kuchum utapata, ila kuhusu wale mengine kwa leo hapana, labda wiki ijayo. Akaniambia usijali mpenzi, mimi nitavumilia. Basi nilioga haraka na kuwa msafi kamili. Nilikaa sebuleni nikiwa sasa nasubiri ujumbe wake. Mara ujumbe. Kusoma hivi, ujumbe unasema kwamba niko karibu na kwenu, njoo basi. Nikasema haya, nakuja. Halafu sasa nikaenda kumchungulia dada. Nilipogundua dada amelala, nilitoka kwa kunyata kuelekea getini. Na nilipozungusha mboni za macho yangu, niliona ile hari ya askofu imepaki kule. Nikasema ngoja niende sasa nikamkumbatia tangalau. Nilipiga hatua zangu huku sasa nguo yangu ndefu nikishikilia. Kadri nilivyokuwa napiga hatua, ndivyo naye sasa alivyokuwa akinitazama. Maana nilipofika ndani ya gari alianza kunisifia akasema, mwendo wako ni wa madaa sana. Unanikumbusha mbali kwenye kitabu cha Biblia kiitwacho Wimbo Ulio Bora. Hakika wewe ni mwanamke wa ndoto za kila mwanaume alijari. Ila ninaomba niwe kwako mimi peke yako. Maneno yake alinifanya nimwambie kwamba I miss you. Akasema nimekumisi zaidi my young lady. Basi akatoa simu na kuniambia kwamba si unaikumbuka namba ya yule mwanamke aliyetaka kunivurugia mahusiano yangu? Nikasema kwamba ndio nakumbuka, ilikuwa inaishia 20 ila sikuisave. Akasema basi tulia, ngoja nikuonyeshe message zake. Basi alitoa loki kwenye simu yake, kisha akafungua msururu wa message zake sasa alizokuwa anachati na Sister Sylvia. Akanikabidhi simu. Nijaribu kupitia zile message, nikakuta tangu mwanzo yule mwanamke alikuwa akimshobokea Samon, lakini Samon hakuwa na muda naye. Yule dada alikuwa anamwambia kabisa kwamba anampenda, lakini Samon alimsisitiza kwamba yeye ni kiongozi wa dini, hawezi kufanya hivyo. So nilisoma muda mrefu kidogo. Nilipothibitisha kweli mwanamke ndiye alikuwa anajipendekeza, nilimuomba msamaha sana. Nikamwambia kwamba anisamehe kwani wivu ndio uliopelekea mimi kuwa vile. Na yote nilikuwa nafanya kwa sababu nilikuwa nampenda. Samon akasema naelewa, mimi mwenyewe ninaumia sana kila nikitafakari kukupoteza, ila mimi nakupenda sana. Basi tulikumbatiana pale. Na kwanza ile maandalizi ni sijua tena. Samon alikuwa vizuri, yuko slow but sure. Basi bwana, mimi nikajikuta shoga yenu nimejisahau mpaka nikamruhusu ani kushika sehemu ambazo zilikuwa ni hatari kwa msimamo wangu. Ndani ya kabati bwana, kiganja kikaa kimeingia.
alianza kucheza na alio ndani ya kabati. Sasa mimi nikajikuta makongoro yangu, kongoro la kushoto na kongoro la kulia, yamekaa wazi. Basi Simon ni alitumia fursa ile. Kilichofanyika mle ndani, kwanza nilianza kumkataza, nikiwa naambia kwamba no baby, naomba usifanye hivyo. Lakini msikilizaji, sikuamini. Unajua, nilibaki najiuliza, yaani mdau anaendelea kufanya mambo yake, nikabaki najiuliza kwamba kama huyu ni kiongozi wa dini na ana mambo kama haya, je, angekuwa anafanya kazi ya bodaboda? Basi nikiwa naanza ujinga, mara nikasikia kitu kimetua ndani. Sasa ile kutaka kulalamika, naye akanasema kidogo tu mke wangu. Kuni zikaanza kuchochewa jikoni ndugu yangu. Sasa mimi hapo sasa, kutokana na kuni kuchochewa jikoni, sikuweza kuvumilia. Nikaambia basi nakuomba, basi kama huwezi kutoa kuni kwenye mafiga, basi nakuomba maji uyamwagie nje. Akaniambia kwamba usijali baby, nitamwagia maji nje. Basi mimi naendelea kutulia mpaka mwishoni nilipoona sasa kaacha zoezi la kuweka kuni kwenye mafiga, kuchochea kuni mafigani. Baada ya kutoa kuni kwenye mafiga, akaketi pembeni yangu. Hapo akili sasa narudia baada ya kufikisha kunako. Nikaanza kutoka na machozi. Nikaambia kwamba baby, mimi nitashika mimba, nilikwambia umwagie maji nje, mbona sio hujafanya hivyo? Askofu Simon akasema kwamba usijali, maji sijamwagia ndani. Nikamwambia kweli? Akasema ndio, mimi siwezi kukudanganya mchumba. Sasa msikilizaji, kipindi hicho bado mimi ni mshamba mapenzi. Naona vitu, yani nilikuwa naona wale maji meupe ndio ambao alikuwa yani kama bado yamemwagika pale chini. Lakini sasa sielewi ni kitu gani hicho. Akachukua leso na kunifuta, kisha kanambia kwamba nashukuru sana. Nikaambia kwamba asante pia, hata hivyo nilikumisi. Basi akatoa mkufu akanipatia, kanambia kwamba leo nimekuletea zawadi hapa ndogo. Nikasema nashukuru sana, basi naomba niwahi nyumbani nikaoge. Akasema poa. Basi mimi nishuka kwenye gari nikaondoka. Msikilizaji, huwezi kuamini, hadi nguo yangu, yani hadi kabati nilisahau kule ndani. Na nilipofika chumbani nilikumbuka ya kwamba kabati nimeisahau kwenye gari. Lakini sikumwambia. Hivyo nilioga nikajisafisha tu vyema, kisha nikaingia chumbani kulala. Usingizi fofofo ukanipitia. Yote ni kwa sababu ya unajua tena, yani kaupuru kakitolewaga, kuna kausingizi fulani hivi huwa kanakuja amazing sana. Hata akanaga usumbufu wa ndoto, kana kuacha ulale vizuri tu. Nimekuja kushtuka ni usiku sana. Simu yangu ilikuwa inaita. Na hapo sasa alikuwa ananipigia baba yangu kule kijijini. Nikapokea huko bado sasa nikiwa na wenge la usingizi. Shikamoo baba. Marahaba. Unaendeleaje wewe na ndugu yako hapo Usangi? Tunaendelea vizuri tu baba. Sijui uko nyumbani unaendeleaje? Sisi tuko salama sana. Basi nilitulia kimya, nikiwa sana nasikiliza ni kipi baba alitaka kuniambia, kwa sababu nilikuwa najua hawezi kunipigia simu kirahisi tu. Alikuwa sio mtu wa kumsalimia mwanae akiwa nje ya nyumbani. Basi kama kweli nilivyokuwa tunawaza kweli, nikasikia ameniambia kwamba hivi dada yako kwa sasa hawezi kufanya kazi peke yake kweli? Kwa kiasi chake anaweza kufanya kazi baba. Sasa nilikuwa nakuomba urudi nyumbani mwanangu. Unajua kipindi hiki cha kilimo, kila siku shambani mimi tu na mama yako, kuna mambo yanatulemea. Sasa nitampigia basi Rehema ili angalau ukes kama wiki moja tu hivi, alafu inaofuata urudi nyumbani, sawa? Sawa baba. Basi msikilizaji, nilikuwa nimeongea tu kwa kumheshimu, lakini kirohoni nilikuwa sitamani sana kuondoka Mwanga, kwa sababu nilikuwa nimepapenda. Nina uhuru na amani moyoni mwangu. Mpenzi wangu Askofu Simon alikuwa huko, hivyo nikawa natamani sana niwe karibu naye kwa wakati wote. Basi bwana, tuliagana na baba, lakini nilikaa nikiwa na tafakari nitafanya mbinu gani niweze kukwepa kurudi nyumbani, lakini shoga yenu sikufanikiwa. Kesho yake asubuhi na mapema dada alinipa story. Akaniambia kwamba mzee anaomba sana nirudi nyumbani nikamsaidia majukumu. Nikasema jamani dada, mimi mimi nimepapenda sana huku, naomba mshawishi basi nibaki. Dada akaniambia kwamba wewe nenda kawasaidia kidogo, halafu baada ya muda mfupi nitawapigia niwaombe urudi tena, maana mimi mwenyewe nimeizoea sana kampani yako shoga yangu. Basi nitafakari, nikaona sawa, ngoja niende nikapumzike nyumbani kwa kipindi fulani,
nimsaidie mama yangu kazi, halafu nitatafuta ujanja tu nirudi mjini. Nilimtumia ujumbe Simon na kumweleza kwamba muda wowote nitatakiwa kurudi nyumbani niende nikamsaidie mama kazi. Simon aliumia sana. Akawa ananisisitiza kwamba ninatakiwa nibaki pale pale Mwanga ili kudumisha mapenzi yetu. Nilikuwa nimesisimka na kumpenda kwa dhati kabisa. Lakini bado nilikuwa chini ya wazazi wangu. Nikamuuliza Simon ya kwamba ni ngumu kumkatalia baba yangu kwa sababu yeye ndo anajua mimi naishi vipi na pia anajua sijaolewa. Hivyo kuna siku uliniambia kwamba utanioa. Kwa nini usiachane tu na mambo hayo ya uaskofu kanioa? Baada ya kuuliza hivyo Simon aliguna. Kilikuwa kitu kigumu kwake. Ila mimi nilikuwa nachukulia rahisi kwa sababu ya mapenzi. Lakini baadaye nilikuja kugundua hicho cheo kukipata ni kazi ngumu sana. Amesoma miaka mingi. Na hata hivyo pesa alizokuwa akinipa na kununulia vitu vya thamani alikuwa anazipata kupitia cheo hicho. Hivyo basi isingekuwa anatumia hicho cheo basi asingeweza kunitunza kwa namna ambavyo kwa akinitunza na kunilea. So nikamuuliza kwamba mbona unaguna mpenzi? Akasema kwamba anyway ni ngumu sana kukueleza, lakini ngoja basi nifanye juu chini alafu nitakwambia lini nije nikuchukue. Msikilizaji, haya yote alikuwa ananiambia kwa ajili ya kuniridhisha tu, ila nilikuwa kwanza mimi nilikuja kumuelewa siku za mbeleni sana. So baada ya wiki niliondoka nyumbani kwa dada. Hapo nilikuwa najisikia vibaya sana. Hata hivyo shemeji yangu alikuwa na pikipiki, ndio aliyenipeleka nao stendi nikiwa na begi langu. Njiani sasa akaniambia kwamba Halima, tangu uje nyumbani kiukweli familia yangu ina amani sana. Na huwa ninapenda kurudi nyumbani maana vitu vyote unavifanya katika ubora wa hali ya juu. Nikamuuliza kwamba kama vitu gani? Akasema kwamba kama kupika, huwa unajua kupika sana. Vile vile unaheshima sana kwangu. Kiukweli namuonea wivu sana mtu ambaye atakuoa. Nikasema kwamba mbona kila ninachofanya dada ndo ananielekeza? Shemeji akasema kwamba wapi? Yaani siku ukipika huwa na enjoy sana. Sema tu huwa siwezi kusema maana Mama Nuru atajisikia vibaya. Basi mimi nijikuta na cheka tu msikilizaji. Ndo shemeji akasema kwamba kiukweli kama ungekubali ningeenda kukupangishia room safe ukae hapo. Niwe hata nakuja mara moja kula mapishi yako. Nikasema kwamba shemeji, mimi ujue shemeji yako eti. Akasema sasa kama umemzidi dada yako mimi nifanyeje? Halima, kwanza ninaomba ukienda nyumbani unifikirie bwana. Mimi nimekupenda walai. Shemeji alisema hivyo. Sasa mimi sikujibu kitu. Mpaka safari ilipotamatika akanishusha stendi na kutoa shilingi 50,000. Akasema kwamba ununulie wazee kitu chochote itakaobaki ya kwako. Nikamwambia kwamba dada ameshanipa pesa ya kupeleka nyumbani na nauli pia. Shemeji akasema kwamba hii ni ya kwangu bwana, basi ninakupa hii ni ya kwako. Nijaribu kukataa lakini aliniforce akaweka kwenye mfuko wa begi kisha akaniambia nitakupigia. Basi akaosha pikipiki na kuniacha pale stendi. Japokuwa muda wote huo askofu alikuwa ananisubiri, nilimwambia aje anichukue nimuone mara ya mwisho kabla sijarudi kwetu, na alipokuja hakupaki gari mbali na stendi. Hivyo alishaniona nikiwa na mabegi pale stendi. Akanipigia akaniambia kwamba njoo huku mbele kidogo, nimepaki Crown hapa. Basi mimi nikatazama mbele kweli. Nikaona pale gari ipo, nikabeba begi na kwenda nalo mpaka pale alipopaki. Nikamsalimia na kuingia ndani ya gari. Akasema kwamba hii abaya ya pinki ukivaa huo unanichanganya sana. Yaani uko njiani watakusumbua sana bana. Baada ya Simon kusema vile nilicheka nikasema kwamba nimevaa nguo ulionunulia, so nikifika nyumbani nitaona utakavyoniambia. Basi bwana akaondoa gari huko akisema kwamba utanipatia mrejesho utakavyokuambia. Nikasema usijali dia. Gari ilitembea kidogo, lakini sasa nilikuwa naongea na Mariam nikimwambia kwamba niko njiani narudi nyumbani. Nilipomaliza mazungumzo na Mariam, nilimtazama askofu, nikashangaa kumkuta machozi yanamlengalenga. Nikamuuliza, bebe uko sawa? Askofu akachukua leso na kujifuta akaniambia kwamba siko sawa mwelekea wangu. Nikamshika kidogo na kumuuliza kwamba shida nini? Akaniambia kwamba ni mengi yamenijaa moyoni, lakini kaa ukijua tu kuwa wewe umenibadilisha kiasi kwamba nisingetamani kuona siku kama hii ukiondoka na kuniacha peke yangu tena. Nilishtuka sana jamani.
Alikuwa anatia huruma. Askofu kaniambia kwamba nina wasiwasi hautaruhusiwa kurudi tena huko. Basi mimi nilimtia moyo. Nikamwambia kwamba wallahi nitarudi, usijali, mimi niko kwa ajili yako, na kuahidi Samon, huu mwili hakuna mwanamume mwingine atakayeugusa. Ni mali yako peke yako. Alinitazama kwa kipindi kirefu kidogo, kisha akasema kwamba kweli. Basi mimi nikapitisha mkono shingoni kwa ishara ya kiapo. Nikasema kwamba haki ya Mungu. Akatikisa kichwa na kuendelea kuendesha gari. Mimi sikujua amefikiria nini. Lakini tulipofika stendi, kabla sijashuka kwenye gari, alinichumu kwa kipindi kirefu, na mimi nilipatwa na hali fulani hivi, yani kwanza nilihuzunika sana nikimuaga, kwani of course nilikuwa nimeshapenda sana kampani yake. Niliamua kumpokonya rozali, nikamwambia kwamba hii ni kumbukumbu yangu kwako, nikiiona nitakukumbuka. Basi akanishika begani na kunivuta kwa nguvu, akaniangalia usoni na kuniambia kwamba una vingi vya kukumbuka kutoka kwangu, ila mimi sijui ni kipi nitakumbuka kutoka kwako, maana hujaniachia kitu. Basi alivyosema hivyo, mimi nijikuta na shangaa, kwa sababu kweli mimi sikuwahi kumpatia chochote kitu. Nikamwambia kwamba kwa hiyo nikupatie nini? Akaniambia chochote tu. Nikawaza nikajicheki sina kitu cha kumpa, ila mkononi nilikuwa nimevaa bracelet ya timu ya Simba. Nikamwambia kwamba basi nakupatia hii. Akasema sawa, japo mimi ni Yanga. Nilitoa na kumvisha peke yangu mkononi. Akaniambia kwamba nakupenda. Nikajibu kwamba nakupenda pia. Sasa akanipatia pesa na kuniambia kwamba ninunue chochote niende nacho nyumbani. Nishukuru na kushuka kwenye gari, nikamwacha akiwa ananitazama tu. Sasa mpaka hapa nimeshapewa pesa na watu watatu: dada, shemeji na Samon. Nilienda kupanda gari, lakini sikuwa na furaha. Mimi sikutamani tena nirudi kwa babangu. Safari nzima nilikuwa natafakari nitafanya nini niweze kuondoka kwa babangu. Mpaka nilipofika nyumbani, nilifika tayari giza lilikuwa limeshaingia, maana nilikuwa nimechelewa kuanza safari. Hivyo nilioga, nikala na kujilaza kitandani. Nilikuwa nimeuning'iniza ule mkufu wa kanisani kwenye msumari wa nyuma ya mlango pale ndani, na ulikuwa unawaka usiku. Nikaa na utazama, ninawaza material gani ametumika katika kutengeneza, kwamba giza tu likiingia papi, ukiweka usiku unawaka. Lakini ilikuwa ni furaha sana, kwa sababu ulinipa hisia tamu kila nikiutazama, kwa sababu nakuwa namkumbuka Samon wangu. Muda huo nilikuwa na chat sana na Samon, akinisisitiza sana nimrindie penzi langu. Kweli alikuwa na wasiwasi juu ya kurudi kwangu. Basi kesho yake asubuhi ndio nilijua kwa nini alikuwa na wasiwasi sana mimi kuondoka. Msikilizaji, huwezi amini. Nilipoamka tu, mama alinifuata chumbani kwangu, akabana mlango, akaanza kukagua mabegi yangu yote. Kisha alikuta kuna simu 2 situmii. Kile kiswaswadu cha mwanzo, ile smartphone ya kwanza, alafu pia nilikuwa na ile iPhone ambayo sasa nilikuwa ndo naitumia, ambayo nilinunuliwa mara ya mwisho. Kwa bahati nzuri mama hakuona ule mkufu uitwao rozali. Ingekuwa shida zaidi. Lakini sikuamini baada ya mama yangu kukuta vile vitu ndani. Alivichukua vyote. Alichukua simu zote na line zake, akachukua pia smartwatch pamoja na pods zangu, akaondoka navyo. Alienda chumbani kwake na baba. Baadaye sasa nikamuuliza kwamba mama, kwa nini unanifanyia hivi? Mama akasema kwamba baba yako akirudi muulize, ndiye kaniagiza nivichukue. Nilisikitika sana, sikujua ni kwa nini wananifanyia vile. Basi siku ile nilikaa kwa wasiwasi kutwa nzima, na hofu. Nilikuwa nawaza message zangu na Mr. Samon zilivyokuwa za mahaba, ingekuwaje kama baba akiniambia nimtolee password aangalie ndani kuna nini. Niliogopa. Unajua babangu alikuwa ni mkali sana. Unajua wale wazee wa koroni wale, ndio mshua sasa. Alikuwa ni mkali kiasi kwamba nilijua kama akinibamba basi kuna mambo magumu yatanifanyaje, yatanipata. Sikuwa na amani. Sikuweza hata kwenda kumsalimia shoga yangu Maria, maana nilijua nikienda ataniuliza maswali mengi sana, hasa kulingana na kwamba nilimwambia nimeshanunuliwa iPhone. Basi lazima tu angeniuliza kwamba iko wapi. Basi mimi nilimfuata mama yangu jikoni, nikamwambia kwamba mama, nitawasilianaje sasa kama simu zote umezichukua? Mama alinitazama na kuniambia kwamba kwa hiyo unataka uwasiliane na nani sasa? Nikamjibu kwamba na Mariam. Mama akaniambia kwamba Mariam,
Mariamu, ina maana hupajui kwao? Nikamwambia kwamba lakini mama, nilikuwa natumia tu simu kila mara, iweje leo hii mnipokonye simu jamani? Mama alitabasamu kinafiki. Aliniangalia. Sasa mimi mdomo macheza kana lenga. Hasa ukilinganisha na uoga niliokuwa nao kuhusu baba akija kuifungua simu na akakutana zile message za Simon. Itakuwaje? Basi nilimwambia mama kwamba mama, mimi naogopa baba ikute message zilizoko huko kwenye simu, itakuwa ni vibaya, naomba mama unisaidie tu nizifute. Mama akaniangalia kwa muda mrefu, kisha akaniuliza kwamba umeshakuwa na wanaume? Asikabidi tu mimi nikubali. Nikasema kwamba mama, ni mwanaume mmoja tu, alafu hata tujafanya chochote. Basi nilikuwa na huzuni siku nzima. Baadaye mama alinionea huruma. Akanifuata nikiwa sasa chumbani, akaniambia kwamba mwanangu, haya, shika, futa kila uchafu wako uliopo. Alafu sasa unipatie hizo simu ili baba yako akija akizikuta asinione ninaendekeza upumbavu. Basi nichukua simu zote. Nikafuta message zote nilizoziona zinaweza kuleta madhara. Nikaenda kufuta kwa history ya Sam, ya Simon. Maana tulikuwa tukiongea mara kwa mara. Nitafuta picha zake nikafuta. Nikaingia WhatsApp na kila mahali nikaanza nafuta ile simu iwe salama. Nilichukua namba yake na kuiandika kwenye karatasi. Mama akaniuliza kwamba huyo ndio mwanaume uliye naye? Sikumjibu kitu, ila aliguna kwa kuonyesha ameshajua mchezo wangu wote. Aliniona huruma tu kwa kuwa alijua baba anaweza kuja kuniletea shida baadaye kama angezikuta zile message na simu za mara kwa mara. Mama alizichukua simu akaenda nazo chumbani kwake. Nami mara moja nilikichukua kile karatasi chenye namba ya Simon, nikaenda nacho mpaka kwa nani? Kwa Mariamu. Nikaambia Mariamu ya kwamba shoga yangu, nimepokonywa simu na mama, akasema baba ndo amemtuma, nimekuja kwako uniazimishe simu, nimwambie yule mbaba asinipigie simu mpaka nitakapomtafuta mimi. Basi Mariamu hakuwa mchoyo. Alinipatia simu nikampigia Simon. Baada ya kumpigia na kumweleza yote, akaniambia kwamba nilijua tu, ndio maana nilikuwa na hofu sana wewe kurejea nyumbani. Sasa sijui hata itakuwaje. Nikamwambia kwamba usijali, nitajitahidi sana, naomba tu usinipigie kwenye ile namba yangu, maana simu ipo kwa wazazi na sijajua wamehisi nini mpaka wakanipokonya simu. Basi Simon alihuzunika sana. Akaniambia kwamba basi lolote litakalotokea utaniambia, hata wakikufukuza nyumbani basi nitafute, mimi nitakuweka tu sehemu salama ambayo utaishi maisha ya furaha siku zote. Basi nikamwaga kwa sasa nikiwa nina moyo wangu wenye nafuu, maana alikuwa ni muelewa sana yule mwanaume. Jioni ilipofika, yani mida jioni ilipofika, baba alirudi nyumbani kutoka kwenye majukumu yake. Nilikuwa nasubiri hukumu kutoka kwake, nielewe kwa nini amenifanyia hivyo. Lakini wasiwasi ulikuwa umepungua kidogo baada ya mama kunipa zile simu. Nikawa sasa nimefuta message zote mbaya za history. Niliwaacha wakila chakula cha jioni, mimi nikaenda chumbani. Ghafla mdogo wangu akaja na kuniambia kwamba dada, unaitwa na baba. Nikasikia moyo wangu umepiga pa. Nikavuta pumzi na kumwambia kwamba haya, nakuja. Basi bwana aliondoka huku akiniacha mimi nikijiandaa kisaikolojia kukabiliana na maswali ya babangu. Nilinuka nikiwa na uoga. Nikapiga hatua kwenda sebleni, nikakuta baba ameketi. Mbele yake kaziweka simu zangu zote 3 pamoja na saa yangu. Nikasimama mbele yake kwa nidhamu tu na mikono nimekusanya tumboni, hapo natetemeka hatari. Nikaitika, baba. Baba alichukua simu akanikabidhi, akanambia toa lock kisha nipatie simu zote. Basi nilitoa lock na kumpatia simu ya kwanza ambayo tayari imeshatoa lock. Akanambia kwamba ondoa lock kabisa, sitaki zijifunge. Ondoa lock alafu ondoke, ninataka kuzikagua, afu kesho asubuhi nitakwambia kitu. Msikilizaji, niliogopa zaidi na kusema kwamba sawa baba, ila kwa nini baba unafanya hivi? Baba alinikata jicho moja, hakujibu swali langu. Lakini nilijua jibu lake, maana hapo kingefuata kipigo kama ningeendelea kumuuliza maswali ya kipumbavu. Unajua tena wazee. Sometimes anaweza katafasiri hiyo ni dharau. Niliondoa password kwenye simu zote kisha nilimkabidhi. Akanambia kwamba haya, kalale, alafu asubuhi kesho nitakuita, kuna mambo nataka kuzungumza na wewe. Nikasema sawa baba. Alafu nikaondoka. Nilipofika chumbani jilaza kwa taabu, mawazo yalikuwa ni mengi sana. Nilikuwa najiuliza baba anafanya nini na simu yangu? Nikakumbuka sikufuta message za Mariam. Akizifungua tu atajua siri zangu zote, maana kila kitu sinikuwa namwambiaga Mariam. Huzuni kanizidi.
Nimejifunika blanketi ila sasa natetemeka jamani. Baridi yani sio baridi. Najiuliza yani kwamba asubuhi itakuwaje. Basi nisinzia kidogo, ila saa 10 alfajiri nilishtuka, nikaanza kuwaza mambo mengi. Nikasikia ushauri umekuja kichwani mwangu. Nijiuliza ya kwamba kwa nini naishi kama mtumwa? Ninaweza nikatoroka nikaenda zangu kuishi huko mbali. Wanitafute na wasinipate. Mimi ni mtu mzima bwana. Wanalinda nini sasa? Hivi kwanza nikiongea na Samon kwa kuwa ana pesa, kwanza hata ana uwezo kunipangishia nyumba nikaishi, akanitunza, akanilea vizuri tu. Kama baba akinizingua, namwambia Samon anichukue aniweke sehemu kwa siri ni enjoy zangu jana wangu, wasinizeesha bwana ai. Basi asubuhi saa 2 nilikuwa sebleni bwana. Mimi, baba, mama. Baba akaniambia kwamba nimekagua simu yako, sijakuta kitu chochote kibaya. Sijui kama umefuta au la, lakini kiukweli sijakuta kitu kibaya. Nilisikiliza kwa makini, nikijua mama amenisaidia sana. Baba akasema kwamba lakini kuanzia sasa hizi simu nitakaa nazo mimi. Wewe sitakuruhusu uwe na simu. Nikashangaa nikamuuliza baba ya kwamba baba, kwa nini sasa baba yangu, kwani nimekosea nini? Baba akaniuliza kwamba hujui kosa lako. Nikawaza kisha nikamwambia kwamba sijui kosa langu baba. Baba akaniuliza kwamba hii simu shilingi ngapi? Alisema hivyo sasa akinionyeshia ile ya kwanza kabisa ni kubwa ambayo ni Infinix. Nikasema kwamba 300,000 baba. Akaiweka mezani, akachukua iPhone. Kisha akaniuliza, "Hii je, ni shilingi ngapi?" Nilishtukia mtego wake. Unajua kipi nilichokishtukia? Ni kama wewe hapo sasa hivi useme kwamba eti huna hela. Halafu vitu unavyovimiliki simu tu unayo 800,000. Sijui nini, sijui viatu. Yaani wewe kukusanya vitu vyako ni milioni, lakini unaishi maisha ambayo yani sijui hata nisemeje. Ama mshahara wako haufiki hata, yani haufiki hata simu unayomiliki. Sasa mimi nikashtukia mtego wake huyu mzee. Nikakaa kwanza kimya ili nichore yupo kwenye engo ipi, swali lake anamaanisha nini. Baba akaniambia kwamba hii simu sio chini ya milioni, si ndio? Sasa wewe kwa kazi gani upate milioni ununue simu? Nitazama chini kwa aibu, akana nitazama. Ila nikapata wazo. Nikasema kwamba nilipewa na dada. Baba akasema kwamba hivyo unaniona mimi ni mpumbavu, si ndio? Yaani Rehema akupe simu ya milioni? Tena ni simu mpya kabisa. Kwa kazi gani ambayo imemsaidia hadi akupatie simu ya gharama kiasi hiki? Basi nilibidi nikae kimya tu. Nikajua hapo kuja na simu zote ndipo nilipojikoroga. Baba akaniambia kwamba sasa kwa tabia hii utakuwa malaya mwanangu. Na hili mimi sikubaliani nalo kabisa. Ninajua ni mwanaume atakuwa amekuhonga hii. Niliona aibu nikasema tu ya kwamba jamani baba. Baba ndio akasema ya kwamba niliamua urudi nyumbani baada ya kuona unafanya tabia za ajabu huko mtandaoni. Mara ujiposti ukiimba nyimbo za kidunia, ukitoa ulimi, nini sasa? Unorefusha mdomo tu kama kukundula nyani, Halafu mikao ya ajabu tu. Unajitega tu kipiga picha za na kuanza kuposti. Hivi dini ndio nakuelekeza ufanye hivyo? Nilitulia kimya kama nimemwagiwa maji ya moto. Akasema kwamba unisikie ama? Nikasema kwamba baba nisamee, sitofanya hivyo tena. Baba alibaki kimya kidogo. Akasema kwamba unavyojiona hivyo na Mungu alivyokujalia uzuri kama wa mama yako mashallah, unajiona ni kwamba ni kama umemaliza maisha, si ndio? Ila nikwambie tu ukifika miaka 28 hakuna mwanaume atakaye kuwa akiuona huu uzuri tena. Wote watakuona ni kama mtu mzima sana. Usipojitunza ni hasara kwako. Ukipata mimba ukazaa ndio kabisa watakutukana matusi ya kila namna. Watakudharau. Kwa hiyo usifikirie kwamba mimi nitakulinda kwa ajili yangu. Ukiwa unajiheshimu ni kwa faida zako wewe mwenyewe. Mimi sihusiki. Ukishika mimba hapa nyumbani sihusiki. Nitakufukuza kabisa. Nitakufukuza ukajua pa kulelea mimba yako. Chinga wewe. Msikilizaji, nitulia dawa iniingie. Yaani heri uolewe uachike. Mimi nitajua ndoa imekushinda. Ila huku haya mambo unafanya utotoni. Hakika sitakupokea.
Siwezi kabisa. Hata hiyo nguo uliovaa ni ya gharama sana. Huna uwezo wa kununua nguo ya bei hiyo wewe. Huna kabisa. Wewe sidhani kama utakuwa salama wewe. Sasa kuanzia sasa, hutaondoka hapa nyumbani uende popote. Utakaa hapa hapa mpaka mtu akuone nje, ni mpaka atoe barua. Nitakuruhusu uolewe. Na ni marufuku kumiliki simu ukiwa hapa nyumbani kwangu mpaka mimi nitakapoamua. Binti mpumbavu sana wewe. Nilihuzunika sana msikilizaji. Nijikuta naangua kilio huku sasa nikikimbilia chumbani. Lakini hakubadilisha kitu. Utamu wangu wa maisha ulishaanza na ndio umeisha ghafla tu. Siku 3 nilikuwa tu nyumbani. Hata kwenda kushona kule kwa yule mama nilikuwa siruhusiwi. Basi Mariamu aliamua kunitembelea nyumbani. Akaniambia Simon ananitafuta sana alafu sipatikani. Nikaambia kwamba hapa nimenyimwa nisitoke kabisa nyumbani. Yaani sitakiwi kwenda popote kabisa. Si unaona hata dukani ninaenda na mtoto jamani. Mariamu akaniambia kwamba pole sana shoga yangu, sasa nimwambieje? Nikamwambia Mariamu ya kwamba nipe simu. Basi Mariamu alinipatia simu. Nikamtumia message moja tu, nikamwambia kwamba hello Mr. Simon, mimi Halima, nimepewa taarifa kwamba unanitafuta sana, lakini ninaomba nikupe tu taarifa ya kwamba hatutaweza kuonana wala kuwasiliana kwa sasa. Hivyo unanitafuta kwenye simu ya rafiki yangu. Nikipata ya kwangu nitakutafuta. Basi nimwambia hivyo Simon. Baada ya kumwambia, yani baada ya kumaliza mazungumzo, ile namba yake nikamblamba block. Huku moyoni nikijisemea kwamba simtaki tena huyu mwanaume. Ngoja nitulie, nikipata wa kwangu mwingine tu anioe basi. Basi nikampatia simu Mariamu na kumpa onyo, nikamwambia kwamba akikutafuta mwambie asikusumbue, aniache nipumzishe akili kwa sasa. Nashukuru Mariamu alikuwa ni rafiki mtiifu, alafu hakuwa na tamaa. Angekuwa mwingine angetumia hiyo nafasi kunipokonya mwanaume, lakini hatakufanya hivyo. Basi siku zilizidi kusogea hadi wiki 3 zikakatika. Mimi nilikuwa nimeshaanza kuzoea ile hali ya kuishi nyumbani, msikitini, dukani, sokoni. Na mama au mdogo wangu ndo nakuwa naambatana nao. Narudi nyumbani, yani kazi zangu zikawa ni kwenye hiyo cycle. Nikirudi nyumbani kusikiza muziki tu. Basi babangu alivyoona sasa nimekuwa na nidhamu, na sometimes akawa sasa anahitaji hata kuwasiliana na mimi, aliona tu ngoja anisajilie line nyingine. Halafu ile ya kwangu akaendelea kuificha. Alinipa ile simu ya button, akaniambia ndio nitatumia nikiwa pale nyumbani. Nishukuru, nikaendelea na maisha. Nikiwa nazidi kukaa nyumbani nikaja kukumbuka kama muda mrefu umepita sijapitia ile maumivu ya tumbo kipindi cha period. Unajua kuna wakati lazima ujishtukie kwamba ni inakuaje, mbona kama ni siku zinazidi kusogea alafu ni sioni mshahara wangu mimi kama binti, mshahara wa kila binti duniani. Nikajisemea moyoni, hivi mbona tarehe ya kupokea mshahara wa mwezi kwa kila binti mbona ni kama ina maana bado sijafika tu hizo tarehe ama? Basi bwana, nikaangalia tarehe iliyokuwa inapaswa iwe siku ya period. Nikagundua ni zaidi ya wiki imeshapita. Nikasema mbona nimechelewa kuingia period? Sasa nikapata wasiwasi na kujishika tumbo. Nikaogopa. Lakini sijapata dalili yoyote mbaya. Sijisikii kichefuchefu. Sijalegea na wala tumbo haliniumi. Nikajisemea moyoni tu kwamba labda imechelewa tu kufika siku hiyo. Nilianza kupata wasiwasi. Nikawa nawaza hivi, kama ikiwa ni kibendi, yani kama ikiwa ni mimba itakuwaje? Basi bwana, siku 3 zingine zikakatika. Sioni dalili yoyote ya kupokea mshahara wangu. Dalili yoyote ya period hakuna. Nikajisemea moyoni ya kwamba baba ataniua jamani, nitakufa mie. Nikamwomba mama ruhusa wakati baba sasa hayupo. Nikajifanya sasa naenda kutembea kwa Mariamu. Nilinyoosha mpaka maabara. Nikamwambia kaka aliyekuepo kwamba anipime ujauzito, maana mimi sikuona siku zangu mwezi ule. Basi nikatoa mkojo, nikawa nasubiri majibu kwa upande wa nje. Sasa natetemeka. Hapo napiga mahesabu. Yani
Nilikuwa napiga yani hesabu za tarehe za period, lakini sipati jibu sahihi. Hesabu 1 2 3 4 yani Nikasema lakini nilimwambia atoe kuni mafigani na kama ni maji amwagie nje. Alafu kwanza sinikuwa siku za hatari jamani. Basi bwana. Muda sasa mambo mengi yanaendelea kuzunguka kwenye kichwa changu. Nikasikia sauti kisema ya kwamba Halima njoo huku. Basi bwana, yule kaka wa maabara alikuwa ananiita nikapokea nini? Majibu. Warere walete. Tukutane sehemu ya 3 msikilizaji kupata majibu ya shoga yenu Halima. Hali itakuwaje? Ila Halima pole sana, kwa sababu ninaamini mabinti wengi sana kati ya 10 huenda 3 hii situation wanaipitia ama walishawahi kuipitia. Sasa majibu yatakuwaje? Hapo sasa Halima anasema kwamba aliinuka huku sasa miguu ikiwa imelegea, anaenda ndani kupewa majibu kama ana mimba au la. Je, majibu yatakuwaje? Sehemu ya 3 inatuhusu mimi na wewe. Ni kwamba tu neema yake Mwenyezi Mungu iwe pamoja nasi, tukutane kwenye sehemu ya 3. Asiwepo hata mmoja aliyepata nafasi ya kusikia hii simulizi sehemu ya 2 akaja kukosa sehemu ya 3. Mungu anijalie afya njema na kibali masikioni mwenu. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.